Haya, njooni tuongee wazazi. Mnasemaga una nini cha kuongea na mtoto wangu? Muda gani ni wa kuongea na mtoto wako tu? Haijalishi jinsia. Kupitia home activities nyingi zinatufanya tu communicate sana na watoto wetu. Kupitia vile kunatengeneza mahusiano na mtoto wako. Shosti! Tusemezane. Haya, njooni tuongee wazazi. Mnasemaga una nini cha kuongea na mtoto wangu? Mimi mtoto wangu hajafika umri wa kuongea, akiwa mtu mzima ndio tutaongea naye. Muda gani ni wa kuongea na mtoto wako? Jikoni. Kama uko nyumbani unapika, muite mtoto wako. Haijalishi jinsia. Ongea naye, mpe kazi. Mpe kazi hapo. Hebu kata hiyo karoti hapo. Hebu menya nyanya hizo wakati mnaongea. Kupitia home activities nyingi zinatufanya tu communicate sana na watoto wetu. Mimi ninafanya hivyo. Inanisaidia, tunaongea, tunapiga story, unamuelekeza jinsi ya kupika. Hata kama hashiki jiko basi unaogopa ataungua, lakini ile activities tu kwamba hebu usuza hivyo vyombo hapo au fanyaje, kwa sababu ile inamsaidia kutengeneza communication mimi na yeye kuwa rahisi. Sio kwamba communication ya kuwa tu serious tu, tunakaa tu tukikutana ni mambo ya shule ni nini, hamna. Tunaongea kwamba mbona chumvi kama imezidi, mbona kama hichi kiungo sio kizuri, mbona kama hiyo nyanya imeharibika, yani hivyo. Kupitia vile kunatengeneza mahusiano na mtoto wako. Lakini kama ni mzazi ambaye ukifika jikoni, mtoto yuko chumbani, ukifanyaje? Yuko chumbani. Yani yeye huna maongezi naye. Hauna mahusiano na mtoto. Tengeneza mahusiano. Mahusiano ni pale ambapo unamuinvolve kwenye kila kitu. Unasafisha choo, muite. Chota maji hapo. Hebu flash au fanyaje? Yani muite, muengage. Na yeye akiona anakuwa engage kwenye vitu vidogo vidogo, na yeye atakuengage wewe kwenye vitu vyake vidogo vidogo. Sasa most of the time tunaisiki kwamba engagement ya wazazi na watoto ni mpaka awe mtu mzima. Wewe nikuulize wewe mama ambaye vitu vyako umekuja kumwambia mama yako akiwa mtu mzima saizi. Je, unafurahia hiyo hayo mahusiano au bado unajiona kwamba wewe bado ni mtoto ambaye mama yako hata hakusikilizi tena kama ulivyokuwa unatamani? Sasa kama hivyo vitu vilitokea kwako, kwa nini usivizuie visitokee kwa mtoto wako? Nikimaanisha kwamba kama hivyo vitu vilitokea kwako na havijakufanya uwe na mahusiano mazuri na mzazi wako, kwa nini wewe usivizuie kwa mtoto wako? Means what? Means umuengage mtoto wako kwenye vitu vidogo vidogo katika umri alionao sasa hivi, ili muweze kutengeneza mahusiano. Ile inasaidia sana kuliko kusubiria akue, kwa sababu mahusiano hayatakuwa. Mimi nimefanikiwa kwenye hilo, sio sana lakini angalau kuna vitu vingi. Engagement imenifanya niweze, ndio maana nina confidence ya kusema muengage mtoto wako, kwa sababu kwenye engagement hizi za home activities nimejua vitu vyake, nimejua marafiki zake, nimejua vitu anapopenda, nimejua chakula gani anakipenda, nimejua kitu gani anatamani kujifunza na kadhalika. So practice hichi, alafu tuje kusemezana baadaye, uje kusema muengage kwenye nini, na je, unaona maendeleo au bado bila. Kama bado bila, jipe muda wa kuendelea kumuengage zaidi na zaidi. Itatusaidia. Shosti! Tusemezane.